lakini kila siku hakosi kula mogoko. Kila siku hakosi kuchana jabo. Lakini maziwa ni jaba baba. Jaba, jaba. Wa tangu enzi za kina Moi, wakati ule wimbo wa taifa tan 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 tan. Message, kuna message ndio kitu muhimu katika kila content ambayo Baba Mo saini bana wanda ukarao. Si saini over my dead body. Kuna director, kuna assistant director, kuna DOP, kuna producer, kuna executive producer, kuna sijui ya sound nini? Masaundi, manini, mambo ni mengi huko. Kahonzi yani ilikuwa ni story kuhusiana na msichana mmoja katika jamii ya Wamijikenda. Nimeact kwenye hiyo mkasi, nimeact kwenye hiyo kipindi inaitwa Sultana, nimeact. Nikisema therapy na maanisha zile za kuenda mashuleni na nizinewatie taidi. Lakini sasa mzazi mwenyewe utamwambia nini? Yeye anakuona mtoto kila siku muchochi mwenga ama labda wamuria wa mvula. Siku moja watatusua kama mnavyosema. Mbona kwenye video zenu kila saa nyinyi ndio mnaanki? Kuna maneno manje nochigana na chichonyi. Yaani hata kama mtu yuko London mwenye haelewi ile lugha, wajua lugha ya nyumbani iko tamu. Tukishika hili soko la nyumbani itakuwa rahisi kule kwingine ama wale watu wa nyumbani kueneza ujumbe. Sisi kwanza huwa mara nyingi huwa tunapenda tukifanya video iwe bora zaidi ya hizi yenye tulifanya jana. Wanasema sanaa ni kioo cha jamii, lakini wasanii wenyewe wanaangalia hiyo jamii kukamba na hiyo sanaa yao. Content creation imekuwa kazi na watu wengi sana wanafanya content ili kujipatia kipato chao cha kila siku. Leo tuko hapa na Idi na Baba Mhoho na Bata Boy pia tuzungumze mambo mawili matatu kuhusiana na sanaa yao na vile ambavyo wameweza kuteka viewers wengi katika kanda hii ya pwani ya Kenya. Karibuni sana. Asante. Unashukuru zisikirani mnyumbani. Sawa, mimi ningeanza kuza kitu chimwenga. Ino Baba Mhoho kwani inamaanisha nini? Baba Mhoho. Baba Mhoho ni nani? Baba Mhoho huwa ni jina. Yaani ukisema Baba Mhoho ni babako mdogo. Yaani mtu ambaye ana umuhimu fulani muhimu sana katika jamii. But ukitaka kusema sasa Baba Mhoho katika sanaa ni nani? Naweza kusema kwamba Baba Mhoho ni mzee mwenye busara ambaye anawakilisha wale wazee wakakamavu ambao wanapambana na hali ngumu za maisha, lakini wakiwa na matumaini pia kwamba kupitia imani ama kupitia jitihada siku moja watatusua kama mnavyosema. Lakini inategemea imani yoriona. Manake wazee wengine waliataka mwenyewe. Sasa unda hala mashamba ugaguze alafu uambe bado una imani yani? Hidi bwana. Si wazee wote. Unaishi na imani ipo siku na wakati ulipoganyiwa mashamba na wazazi wako ukayauza. Haya, muchochi mwenga ama labda wamuria wa mvula alafu unambochere kuishi na imani undaomoka reni na umdaka. Hidi huo waongea ukirifaa wale wazee ambao ni wakaidi. Wazee kama hao unaosema siku hizi hawako. Sisi wazee wazee tofauti. Sisi wazee ambao tumebaki ni wazee wenye hekima, wazee wenye akili. Wazee ambao mkitusikiliza lazima utatoboa pia wewe katika maisha. Hata kama mimi sikutoboa, lakini ukisikiza maoni yangu wewe unaweza kutoboa. Unaweza kawa bola kare tundu, unaweza kawa bola taskiro, mbona kutoboa ambao zamba. Ama unamaanisha kutoboa hiko? Unamaanisha kutoboa gani? Katika maisha, yani maisha yako yakuwe mazuri zaidi hata ya vile pengine babako yamekuwa. Sasa wewe ili maisha ya kijana wa kawaida yawe mazuri, wewe kama Baba Mhoho ama mshauri, ungetushauri nini sisi vijana ili tuweze kuwa na maisha ya mazuri? Kwa sababu umesema wewe ni si mzee wa yule wa zamani, wewe ni mzee wa kisasa na sisi pia ni wa kisasa. Unamtumia vije. Sasa sikiza. Tuambie sasa. Sikiza kijana. Unajua nyinyi vijana huwa mnakosea mahali pamoja. Na kukosea ni kwa sababu kitu cha kwanza kinachofanya vijana wanaharibikiwa ni ile kutotii wazazi. Vijana wa siku hizi
ni wazembe sana, ni wavivu, unaona, ni wajeuri pia. Hakuna kijana ambaye utamuona yani siku hizi anasikiza mzazi wake. Akiambiwa usiende huko kwenye madisco, yeye anaenda. Kijana akiambiwa usivute, usikule mogoka, yeye anakula. Sasa wewe kama usikizi mzazi, lazima wewe utakosa kufanikiwa katika maisha. So kitu cha kwanza ni kuheshimu mzazi na kusikiza mzazi. Lakini kuna tofauti hapo baba Mhoho. Kwa sababu mzazi ndio anafaa kusikilizwa na heshimiwe ndio. Lakini sasa kijana kama amefika miaka 18, 20, 21 pia yeye inafaa pewe nafasi pia afanye maamuzi yake na achukue trajectory, aone vile ambavyo maisha yake anataka yaende wapi na wapi na wapi, ajipangie pia. Na ndio tunarudi pale kwa kuwa vijana yani vijana wa sahihi waweza kuwa wana point kabisa ya kuambia mzazi wake. Lakini sasa mzazi mwenyewe utamwambia nini? Yeye anakuona mtoto kila siku. Lakini ni ndio ganazagano sasa gaukala mtu unamwambia ukweli, anakuambia unavuta bangi. Umeanza kuvuta bangi. Wakati unayomwambia kabisa ni mambo ambayo labda pengine wewe uko na idea ya kuwa unaijua zaidi kushinda yeye, lakini ukimwambia wazazi wa sasa wanakuambia tu wewe umeanza kuvuta bangi. Sasa hiyo nayo hiyo huwa sasa nyinyi hivi mwataka kuniambia kwamba nyinyi watoto wa siku hizi mnataka kumaanisha kwamba nyinyi ndio mnajua zaidi kushinda wazazi wenu? Hata kama dunia imebadilika, hata kama mambo yamebadilika, lakini mzazi ni mzazi. Mzazi ana experience na mzazi anajua kama kuna kitu unafanya si sawa, lazima atakwambia. Na hakuna mzazi ambaye hataki mtoto wake afanikiwe. Sasa wewe kama ni mtoto alafu unataka kwenda kushindana na mzazi wako, wewe unafikiria utafanikiwa? Kwani nyinyi watu wawili, Idi na baba Mhoho, kuna kitu gani kilichotokea kati yenu? Mbona kwenye video zenu kila saa nyinyi ndio mnaangi? Kila saa mmoja anataka hiki, mwingine hataki hiki. Sasa bado anapply tu. Baba Mhoho hataki. Unajua hiyo ndio shida ambayo iko katika jamii. Nafikiri nyinyi wenyewe huwa mnajionea. Tuna argue kwa sababu ni kama vile tu katika jamii watoto wengi wana argue na wazazi wao. 98% ya watoto. Kwanza akishaanza kubalehe. Kala ni Mhoho wa chilume, kama ni mtoto wa kiume, vinyole vikianza, basi hawezi sikia la mzazi wala hawezi sikia la nani, hata la mwalimu hata sikiza. Ndio maana unaona kila uchao lazima wazazi wako na stress kwa sababu ya watoto vijana wao. Niko curious sana. Na hata wasichana pia. Mtoto msichana, watoto wasichana watoro sana siku hizi. Watoro. Kavahura nyumbani kamare. Wakati niko njiani nakuja huku nilikuwa nawaza sana, nasema hivi mnafanyaje yani ndio ili mhakikishe kama video zenu ziko kali vile ambavyo zipo? Tukianza na wewe Idi, huwa process yenu ya ku-create videos kutoka kwa idea, kuipanga, kusema kwamba wewe utasema hivi, mimi nitasema hivi, facial expressions zako, sijui nini na nini, vitu vyote ambavyo nyinyi mnazingatia kabla hamjafinya post, huwa mnafanya nini na nini na nini? Sisi kwanza huwa mara nyingi huwa tunapenda tukifanya video iwe bora zaidi ya hizi yenye tulifanya jana. Tukianza na ubunifu, hisia na kila kitu chenye kitatokea kwa hiyo video. Ndio maana unapata kila video iko tofauti na nyingine. Pale tulipoanza na sasa hivi mahali tumefika, kuna vitu viwili tofauti. Sasa hii huwa tunachukua muda sana kushuti video moja. Kwa sababu huwa tunasema afadhali tushuti video hata kama tutatumia masaa 5, lakini tuhakikishe hiyo video iko bora na iko best. Alafu pia sisi si watu wa freestyle. Sisi ni waandishi ba. Mimi nikija na idea ama baba Mhoho akija na idea, lazima tunaikalia chini. Tukishaikalia chini pale tunaichambua. Je, hii idea iko sawa na community yetu? Iko na mafunzo gani? Na kama iko na mafunzo, je, itaelimisha? Kwa sababu video nyingi sana sisi zetu, zingine tunaongea, zingine hatuongei. Na kila mwisho wa video yetu lazima yani watu tunahakikisha umeenjoy na umelearn. Yani hiyo ndo target yetu kwa kila video. So sisi mara nyingi huwa
mmoja akija na idea huwa tunaikalia chini, tunaichambua, alafu mwisho wa siku tunaiandikia script. Tukishaandikia script tena tunakuja kwenye meza tunaichambua hayo maneno, kwa sababu si maneno yote yenye utaongea, kwa sababu sasa hii kila mtoto ana simu. So kuna maneno mengine kwenye script huwa tunasema hii wacha tuitoe, hili neno hili tuweke hili, ndio at least mtu enjoy na learn at the same time. Sisi target yetu huwa ni hiyo. Na hizi video zetu kwa vile tunazifanya Kigiriama, tulikuwa tumesema wacha tusike soko la nyumbani mwanzo. Tukishika hili soko la nyumbani itakuwa rahisi kule kwingine ama wale watu wa nyumbani kueneza ujumbe. Kwa sababu hapa nyumbani kwanza tumetengeneza msingi mzuri, so that ni rahisi sisi kutoka kwa wale wenzetu, na at least unao tukianza kufanya zile za Kiswahili wawe wanatuelewa. Ndio maana mara nyingi sana ama komenti nyingi zilikuwa zikisema tufanye video za Kiswahili, but tukiangalia hivi tunasema wacha tushike hili soko la nyumbani kwanza. Hao wanaotuelewa wacha tudili na hawa mwanzo. Ndio maana unaona video zetu ama wanaotutambua sisi karibia kosti nzima watu wanatutambua, isipokuwa kule kwa wenzetu bara ndio kidogo lugha inawapiga chenga. Lakini tukiona hii video ina umuhimu na tunataka ifikie watu wengi zaidi, huwa tunaweka subtitle. Huwa tunaweka subtitle ili mwenye haelewi ile lugha, wajua lugha ya nyumbani iko tamu. Kuna maneno manje nochigana na chichonyi, yani hata kama mtu yuko London lakini akicheki hivi ile video anasema hawa jamaa wamenikumbusha mbali sana. Alafu isitoshe yuko London wanasema hivi. Mimi najua kupigiwa simu bro, mtu yuko mbali, yani yuko ni mchonyi, yasema jamaa, yani mnafanya kazi nzuri ambayo yani mimi niko huku nje ya nchi na bado na enjoy, yani nikiangalia tu video zenu najisikia niko nyumbani kwa sababu ya vile mnavyoongea nini. So unapata video, tukiona hii video tunataka ifikie watu wengi, ndio maana watu tunaweka subtitle. Na tukisema hii video wacha tutengeneze tu tushike watu wa nyumbani kwa sababu ni tabia za watu wa nyumbani wanazifanya, wacha shike watu wa nyumbani, huwa hatuiweki subtitle. Lakini target yetu ilikuwa ni kushika watu wa nyumbani tu. Tushike watu wa nyumbani kwanza. Wewe ni kwenye mazungumzo. Tushike watu wa nyumbani kwanza, alafu wengine baadaye. Hivyo hiyo ndio ilikuwa target yetu. Ndio maana unatuona mahali tumefika, karibia kosti nzima inatutambua. Abemba ta hizi sikira mambo boda watupa hana wanaumanya. Boda wanafahamu. Tumefika pale kwenye kona pale tunauliza huko kwa kina baba Mhoni wapi? Ambao basi pita hivi, piga kona hapa, pita na huko. Ukienda hapo mbele utakuwa umefika. Sasa ndo hapa karibuni, hapa ni kwangu. Na hakaguzwa hapa uzi. Amaile kugura. Sutu atupe kwangu mikononi. Sutu atupe kwa idi. Undasaini baba Mhoho, undasaini we. Undasaini. Mimi si saini labuda chikala ni dili akala mimi nipate pesa bila kuguza shamba nda saini, lakini si kuguza shamba. Enzi za kuuza mashamba zimepitwa na wakati. Na hiyo ndio si saini. Baba Mhoho undasaini ama kundasaini? Si saini. Baba Mhoho saini bana wanda ukarao. Si saini over my dead body. By the way, hiyo video nilipenda sana. Sasa hiyo video ilikuwa inaeleza wale vijana ambao wanataka wazazi wao waandike will. Yaani unaona kabisa ni huyu kijana hana future ya maisha, anataka tu mzazi wake aondoke arithi mali. Ndio maana unapata hiyo video ilikuwa inalenga sana hao vijana kwa sababu tunajua wako wanatamani hata leo mzazi wao aondoke warithi mali. Sasa unapata mzazi haondoki, yuko na miaka 70 bado yuko very strong, amekula mchunga, hadedi. Sasa unapata kijana yuko pale anataka tu ile will ya kuwa mimi mtu fulani wa fulani nimeandika hii will hivi na hivi na hivi. Haya nikifa mtu fulani atarithi. Achukue aende aanze kuuza. Auze. Unaona? Anunue bodaboda. Maana ndo mtindo wa sasa. Anataka kununua bodaboda aende akatese. Yaani akiona mzee hakufi, anaona mzee anachelewa. Ndio maana anachelewesha maisha yake. Ndio maana unaona vijana wetu, na hilo imekuwa shida kubwa sana huku kwetu. Ndio maana hata umeona
vifo vya wazee vilikuwa vikienea hiyo miaka ya nyuma, unaona, kwa sababu ya watoto kutaka mali, kutaka pesa za rahisi za urithi kutoka kwa wazazi wao. Unaona. Kwa hiyo nyinyi kazi yenu kubwa sana ambayo mnafanya ni kutafuta interesting ways za kufanya video yenu bado iwe inapendeza, lakini iwe ina entertain. Message. Kuna message ndio kitu muhimu katika kila content ambayo kila msanii anastahili kuwa nayo katika hizo messages, mbali na comedy. Hizo messages ambazo mnaweka kwenye video zenu, kuna messages zote ambazo nyinyi mnasema kwamba hizi hatufanyi ama hizi ndio tunafanya, ama kuna zile ambazo mmezipatia kipaumbele, ama tunaendaje hapo kwenye hizo messages? Sisi message yoyote sisi tuna pass. Kitu chochote ambacho kiko katika jamii ambacho tunaona kinasumbua jamii lazima tutakiongelea. Kama ni kizuri tutaongea kwa mazuri, na kama ni kibaya tutaongea kwa ubaya. Ndio maana hata utaona hata tunafanya hata videos za mambo ya wanasiasa. Tunaongea bila hata kuficha. Kama mwanasiasa anafanya mambo mazuri, sisi tunampongeza, na kama mwanasiasa ama kiongozi hafanyi kazi nzuri, sisi tunamwambia point and blank. Na mnawataja kahuhaza mtu zina wale ambao tunawataja majina, tunawataja kwa mazuri. Lakini kama wewe umefanya mabaya hatukutaji jina, kwa sababu huchikuhaza kuna manyonda hutafuta. That's why hatutaji mtu jina. Sasa mimi natafuta UMP hapa. Hapa ni wapi hapa? Ni Shomolatewa, Kilifi South, Shomolatewa. Kwa mfano mimi nataka UMP Kilifi South. Nimekuja kumwambia Idi, usiuze shamba. Hiyo pesa ya shamba mimi nitakupa, lakini wewe nitangaze, wewe nitaje huko, nisifu. Bamho. Unakubali? Dama tandoka zihusubi ambao zao zizingoja so. Sasa kama hiyo kuna ubaya wani hapa? Hakuna ubaya. Kwa sababu amekuja na mbinu mbadala ya vijana kupata pesa. Si kwa kulazimisha wazee wasaini wili ili wapate pesa za shamba, wapate vile viploti, wakipata viploti wauze, watese, wafanye. No, atakuwa amekuja na mbinu mbadala. Sasa kiongozi kama yule ndio kiongozi ambaye sisi tunamkubali, na hata Idi akisema anaenda kupiga debe kule, wajua mimi ni mzee, siendi kwenye debe. Unaona, mimi nafanya kusikiza kwa redio. Na redio yangu harahu, zero redio za mbao. Ile redio ya nini ya enzi, wakati ule wa tangu enzi za kina Moi, wakati ule wimbo wa taifa mino hangu enzi zani katana makofi. Tangu enzi za kina katana makofi, tangu enzi za kina Moi. Sisi ndio tulikuwa mino ndonekana nichigafia mazia nga UHT Tetra Pak huko ndio mtepeni primary mino kama na uvivyo. Sisi ni watu ambao tumekula maziwa ya nyayo, ndio maana unaona nyayo zetu ziko na nguvu, zinatembea zikanyaga na nguvu. Sasa muhimu ambao siku hizi kazi yenu ni kuria tu kama uno mazia. Mtu anaweza, kijana siku hizi anaweza akamaliza mwezi mzima hajakunywa pakti ya maziwa ya shilingi 30. Lakini kila siku hakosi kula mogoko. Kila siku hakosi kuchana jabo. Lakini maziwa ni jaba baba. Jaba. Kila siku hakosi kuvuta kanewa zekara. Inaitwaje ile? Ndogo. Ndogo ama ipi? Mnaihaje? Ni shada ama ni nawaje? Idi nawaje ino? Basi vuha bino. Skanki hiyo skanki. Umala nambe na vuha alafu uanze kwamba sema namba. Unaona? Hiyo ndio shida ambayo imesababisha hata afya za vijana siku hizi zimedorora. Na sasa tukiona hivyo, mimi kama baba Mhoho na mtoto wangu Idi tunaketi, tunatengeneza content ya kuelimisha vijana. Kando na content creation, pia movies. Movies nyingi sana. Nyingi sana. Ya movie kuna department nyingi pale, kuna director, kuna assistant director, kuna DOP, kuna producer, kuna executive producer, kuna sijui ya sound nini? Masaundi, manini, mambo ni mengi huko. Nani anafanya nini kati yenu wawili? Sasa hiyo huwa tunaganya majukumu. Sisi tukija na idea, although sisi tunaweza kuchapa kazi zote. Hizo zote zenye umetaja, sisi kushika sound, sisi kuandika script, sisi kudirect, sisi tunachapa.
Lakini sasa ikifika sasa ni movie hii tumekamilisha, story imekamilika, pesa iko ya kuingia location kwa sababu kila kitu ni pesa sasa hii. Tunaandika story na tuna nani. So ikifika time sasa ni kuingia location ndio tunagawanya kazi sasa, ama tunagawanya majukumu kwa wenzetu ambao wanaweza kufanya hizo kazi. So unapigia mhusika, kama ni mtu wa sound unampigia, unamwambia bana tuko na hii idea tunafaa kwenda location, so wewe njoo tushikie sound. Sisi wenyewe ni my director, lakini huwa tunapeana kazi pia kwa directors wenzetu ili pia sisi nasi tulearn vitu kutoka kwao. So huwa ni majukumu yale huwa tunagawanya. Lakini mwisho wa siku credit rolls zao, movie ikiisha credit rolls zao ziko pale, lakini main ni sisi. So movie tunafanya, TV series tunafanya, comedy tunafanya, tunafanya paka therapy, unaona, tunafanya paka mentorship wa vijana. Nikisema therapy na maanisha zile za kuenda mashuleni na ni zile watie taidi si therapy. Idi nikwambia uende school, Idi go back to school please. Idi nakupanga baba. Nimekala kusoma. Idi niyo shida yako kutoroka mashule. Gavana pikipiki tu. Yeye anataka kupanda mabodaboda na kuenda na nini. Soma. Hebu tuambie. Your father here, I am a walking dictionary. Come on. Kuna series ambazo tumefanya so far ambazo zimetoka ziko pale nje, ni kama ipi na ipi. Nakumbuka Mkasi. Movies, wacha Mkasi ile ni movie ya watu ambayo tumeitwa sisi tukaenda tukashoot. Na mimi personally zile kubwa ambazo mmeshiriki yani. Zile kubwa ambazo tumeshiriki, mimi nimeshiriki, mimi kama Baba Mhoho mnavyoniona. Nashukuru kwa sababu nimeshiriki kwenye kushoot na production nyingi. Nafikiri mimi ndio msanii ambaye nimeshoot na production nyingi zaidi hapa Kenya. Yes, nimeshoot na productions nyingi kuanzia AR huko Raia TV. Aino ya Lulu Hassan ni hewaze ino Jiff Pictures. Na production zingine nyingi sana za kutoka huko bara na hata za kutoka nje. Unaona? So mimi nimeshiriki kwenye vipindi kama vile kipindi, kulikuwa na kipindi Maisha Magic Plus kilikuwa kinaitwa Kovu. Ulikuwa kwenye Kovu? Kwa nikiact kama askari commander pale, askari. Nimeact wakati nao wora ugoloka tototo vinobe tumachi nenda na makalege. Chinola vivyo, chinanolwa hivyo pore. Nimeact kwenye hiyo Mkasi, nimeact kwenye hiyo kipindi inaitwa Sultana, nimeact vipindi vingi sana. Nimefanya movies nyingi sana na nashukuru huko ndio nimepata experience yangu ya uandishi. Hata nikikumbuka one of my achievements ambao naweza kujivunia, kuna wakati hii the first Kenya Mobile Film Competition ikianza 2018, niliandika script ya short movie inaitwa Kahonzi. Hiyo ndio ikapata award Kenya nzima. Mimi ndio nilikuwa nimeandika hiyo skit ama hiyo story, unaona. Na nyinginezo. Hata currently tuko na movie ingine hapa ambayo tumeproduce mwaka jana, unaona, inaitwa Story ya Mgema. Unaona hii movie? Unaona hii movie? Hii inaitwa tutaweka kwenye video hii. Hii ngoja tu nikonyeshe chionjo. Unaona chionjo? Unaona? Hii ni movie ambayo tumeproduce mimi na huyu kijana tukishirikiana na initiative fulani ya wasanii ambayo inaitwa Kifima, Kilifi Film Makers, ambapo huko mimi ndio chairman. Ndio chairman wa Kilifi Film Makers, Kifima. Yaani Kifima ni initiative ya wasanii waigizaji ambao wamekuja pamoja kwa minajili ya kusaidiana katika kuona kwamba tunasaidiana ili tuone hizi sinema zetu
tukija pamoja, je, tunaweza tukatengeneza sinema yenye ubora ambao unaweza kufikia kiwango cha kupata soko. Unaona, hiyo ndo main objective ya Kifima. Na mimi ndio chairman na tuko na watu kadhaa ambao tunaendelea na project moja ikiwa hii ambao tuliweza kushirikiana tukaitengeneza, na naamini very soon itatoka, tutaifanya launching, tutaalika watu wote Kilifi County nzima waje waone hii sinema. Kama lini? Hii siwezi sema exactly ni lini, lakini tuipatie kama next month. Naamini by next month tutaweka coming soon, alafu pia tutatangaza tuone ni lini tunaweza tukafanya launching ya hiyo. Tutaalika watu wengi. Mwingi Nyosini hatuwachonyi, hatuwakuku nini Kilifi North, Kilifi South, Osini, hata Abomu, hata wakubwa tutawalika waje waone kile ambacho Baba Mhoho na timu yake wameweza kufanya. So in short mimi ni mwandishi, mimi ni director, na mimi ni mwigizaji. Tukirudi kidogo hapo kwenye hiyo film award, Mobile Film Award, Kenya Mobile Film Competition. Tukirudi hapo, wakati unaitengeneza hii film yako kwa haraka ulipitia steps gani, yani kwamba ulienda ka challenge kuna nani, kwa na labda regionals, tuelezee ulikuwa wapi, awazi ilifanyika wapi, ulishoot story kuhusu nini? Hii ilikuwa ni story kuhusu, ilikuwa inaitwa Kahonzi. Kahonzi yani ilikuwa ni story kuhusiana na msichana mmoja katika jamii ya Wamijikenda ambaye alikuwa ana tabia mbaya, lakini pia alikuwa ametendekezwa na mamake, na babake akawa ni mkali, hataki mtoto wake acheze na wavulana ambao inaweza ikamsababishia kupata mimba ya mapema. So baba akawa ni mkali, na pia akaweza kumkaripia sana mtoto, na akaweza kumkaripia mama ya mtu, na hatimaye yule msichana akaweza kufaulu. Ni filamu ambayo wakati nikiandika ama tukidevelop na wale ambao tulikuwa wakati ule tuliweza kuangalia kwamba kitu cha kwanza tunataka utamaduni wetu uweze kuonekana sisi kama Mijikenda. So tulifanya katika setting ya Kimijikenda, Mijikenda. Ukiangalia kutokana na mavazi ambayo walivaa, ukiangalia pia kutokana na hata lugha ambayo iliongelewa pale, kwa tunaongea lugha ambayo iko na vernacular ya kikwetu, na ikawa na subtitle pale ili watu wengine pia waweze kuelewa. Na filamu ilikuwa nzuri na ilikuwa inashindana, na wakati huo kulikuwa na submission ya over 700 films Kenya nzima zilikuwa submitted, na yetu Kahonzi ikaibuka kuwa number 1. Na kama unataka kuamini maneno hayo, wewe ingia tu pale YouTube, search Kahonzi uone, utaona kwa akaunti ya Kenyan Films, kwa Kenya Mobile, My Kenya My Story, Kenya Films. Angalia hapo kwa YouTube, utaona sinema inaitwa Kahonzi, ndio utajua ule uwezo ambao sisi tuko nao kama wasanii ama producer wa kutoka Kilifi. Na mimi ninaamini kabisa, kabla sijasahau, hili ni ombi kwa viongozi wetu, hili ni ombi kwa wanasiasa wetu, hili ni ombi kwa ma stakeholders. Vile mnavyoniona mimi kama Baba Mhoho, mimi niko na timu kubwa na timu nzuri sana, ambayo naamini kabisa kama tunaweza tukapata ile support ambayo inaweza kutuwezesha sisi kufanya vitu vizuri zaidi vile ambavyo tuko navyo katika akili zetu na vile ambavyo tuko navyo, then kupitia kwa sanaa tunaweza kuleta faida kubwa sana katika jamii, ikitia ndani vijana, ikitia ndani wale wote wenye talents, na ikaleta faida kubwa sana hata katika kaunti yetu ya Kilifi na hata Kenya nzima.